Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Karibuni sana katika ibada hii ya misa, ibada ya maziko ya mama yetu Jane, kuombea familia ya mwalimu wetu Katekista Cornelius, kwamba Mungu awapee nguvu na matumaini na zaidi ya yote imani katika msiba huu. Na wakaribisha nyote na kwa njia spesheli ndugu zangu mapadri ambao wanahudumu kwa parokia mbalimbali, wale kutoka jimbo hili na kwingineko. Tunaomba Mungu atujalie nguvu, tusali wote kuombea roho ya mama. Father Erobot, karibu utuongoze kwa ibada. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Jane Haramwa Ngoze uliyemwita kwako, tunakuomba kwa kuwa alikutumainia na afurahi milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Moto wa Injili unashuka tena, moto wa Injili ukochae moto, moto wa Injili ukochae moto, moto wa Injili. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Siku zile Nebukadneza aliwauliza wale Wayahudi watatu, enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, je, ni kweli kwamba hamutumikii miungu yangu wala hamuiabudu sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Na sasa je, wakati mtakaposikia sauti ya na santuri na zomari na namna zote za vyombo vya muziki, mu tayari kuanguka na kuiabudu sanamu niliyoifanya? Mfalme, lakini kama hapendi kufanya hayo, ujue mfalme kwamba hatutaitumikia miungu yako, wala hatutaiabudu sanamu ya dhahabu uliosimamisha. Hapo Nebukadneza akajaa hasira, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraki, Meshaki na Abednego. Akaamuru tanuri iwashwe moto mara 7 kuliko ilivyokuwa desturi, na akawaamuru watu hodari zaidi na jeshi lake kuwafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru yenye kuwaka moto. Nao watu watatu, yani Shadraki, Meshaki na Abednego, wakaanguka katika tanuru ya moto uwakao, wangali wamefungwa kamba. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akasimama kwa haraka, akawauliza washauri wake, je, si tuliwatupa watu watatu wenye kufungwa katikati ya moto? Wakamjibu mfalme, hakika ni hivyo, mfalme. Naye akasema, tazama, ninaona watu 4 wasiofungwa wanatembea katikati ya moto, wala hawapatwi na maumivu, na sura yake yule wa 4 ni kama ya mwana wa Mungu. Basi Nebukadneza akajongea karibu na mdomo wa tanuri ya moto uwakao, akaita, Shadraki, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni nje huko. Wakatoka nje na tanuri ya moto, Shadraki, Meshaki na Abednego. Wakakusanyika majemedari, wasimamizi, maliwali na washauri wa mfalme, ili wawaangalie wale watu. Moto haukuiumiza mili yao, nywele ya vichwa vyao hazikuungua, bushiti zao hazikuharibika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza akapasa sauti, atukuzwe Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego, maana alimtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumainia. Waliasi amri ya mfalme na kutoa miili yao, ili wasimtumikie wala kumwabudu Mungu mwingine,
ila Mungu wao mwenyewe. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Usifiwe, utukuzwe milele. 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 Uhimidiwe, e Bwana, Mungu wa baba zetu. Usifiwe, utukuzwe milele. Litukuzwe jina lako tukufu na takatifu. Lisifiwe, litukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Katika hekalu lako tukufu na takatifu, wastahili sifa na utukufu juu ya yote milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Utukuzwe katika kiti cha ufalme wako, wastahili sifa na kuinuliwa juu ya yote milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Utukuzwe, ewe unayepima vilindi, ukae juu ya makerubi, wastahili sifa na kuinuliwa juu ya yote milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Utukuzwe katika anga la mbinguni,
wastahili sifa na kuinuliwa juu ya yote milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Usifiwe, utukuzwe milele. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Wanaheri wanaosikiliza neno na kulishika kwa moyo mkarimu na mwema, wakazaa matunda kwa uvumilivu. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 8 mstari wa 31 hadi wa 42. Wakati ule Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, mkidumu katika neno langu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu, na mtatambua yaliyo kweli, na ukweli utawaweka huru. Wakamjibu, sisi ni wazao wa Abrahamu na hatujawa watumwa wa mtu yeyote. Mbona unasema mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin, amin nawaambieni, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa hana nafasi nyumbani siku zote, lakini mwana anayo daima. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru. Najua ya kuwa ninyi ni wazao wa Abrahamu, lakini mnatafuta nafasi ya kuniua, kwa sababu neno langu haliwapenyi. Mimi nasema niliyoyaona kwa Baba, ninyi nanyi muyatende mliyoyasikia kwa baba yenu. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Abrahamu. Yesu akawaambia, kama mungekuwa wana wa Abrahamu, mungetenda aliyoyatenda Abrahamu. Lakini jinsi ilivyo, mwataka kuniua mimi ninayewaambia ukweli kama nilivyousikia kwa Mungu. Abrahamu hakufanya hivyo. Ninyi munayafanya matendo ya baba yenu. Hapo wakamjibu, sisi hatukuzaliwa katika zinaa. Tunaye baba mmoja, ndiye Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda mimi pia, kwa maana nimetoka kwa Mungu na nimekuja si kwa amri yangu, bali ni yeye aliyenituma. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ewe Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Father Lucas na Ndemu ameingia, watu wakakumbuka mahubiri yake ya jana, na nikasikia mwingine akasema malafadho kwa yani kukimwe kuolile yani ikoroba kukubolele kama kuwa kama sana. Mungu ni mwema. Salimia mwenzako na umwambie mkimweye haruka yani. Sasa ni nafasi tena ya mkimweye mwingine. Mungu ni mwema na kila wakati. Mbia mwenzako relax, usikize neno la Mungu. Katika somo letu la kwanza ambalo tumesomewa katika kitabu ya nabii Danieli, somo hili wanazungumzia vijana watatu, na kijana wa kwanza ni Shadrach, Meshach na Abednego.
Vijana hawa wanaletwa kwa mfalme ili waweze kuhukumiwa, lakini kabla wajahukumiwa wanaambiwa waweze kuabudu sanamu. Lakini vijana hawa wanakataa kuabudu sanamu, na wanamjibu mfalme, wanasema kama Mwenyezi Mungu atapenda kututoa sisi katika mateso haya, basi sisi hatutakuabudu. Lakini iwapo atapenda kutuondoa sisi katika mateso haya, basi bado sisi hatutakuabudu na hatutaabudu sanamu yako. Mungu ni mwema. Lolaho wasio mrebe, sanamu yako ni gani? Kuna masanamu mingi ambayo imefanya mimi na wewe hatumwabudu Mwenyezi Mungu. Jua kuna wimbo tuliimbiwa, wambumuli na hulomanga bahazi wabene kane bahwire. Kuna uambumuli imejaa hapa kitabisi. So hiyo uambumuli inafanya mtu aabudu Mwenyezi Mungu. Ambia mwenzako wacha uambumuli, uheshimu Mwenyezi Mungu. Kama vijana Shadraka, Meshaka na Abednego. Kuna wengine wameshikilia pombe kabisa, mpaka unasikia wengine wanaimba, nilikuja kwako juzi nikataka kukusabai, mamio alinijibu mwenzio ayuko katoka, kauliza kenda wapi, akasema sijui vema, nikapita vichochoroni ninamkuta akinywa chang'aa. Umekwisha potea, wapotea Mkristo mzuri kwa kunywa chang'aa. Hiyo imekuwa sanamu, watu hawaheshimu Mungu, watu wamekatalia kwa pombe. Pesa inapotelea hapo, badala tusomeshe watoto inapotelea kwa chupa ya nini? Ya pombe. Amani imekosekana kwa sababu vijana wamepotelea kwa nini? Watu hawaendi kanisani kwa sababu wamepotelea kwa nini? Mbia mwenzako wacha sanamu ya ulevi. Kuna sanamu nyingine ambayo imeingia kwa vijana wetu, sanamu ya kupenda pesa. Mwanasiasa akikwambia fanya hivi, unafanya bila kujali maisha yako. So sanamu hii unastahili usimame imara kama Shadraka, Meshaka na nini? Na Abednego. Na ndio maana mmekuja hapa, si kwamba mmekuja kukula, si kwamba mmekuja kufanya nini, ni imani ya mama huyu imetuleta. Mungu ni mwema. Uliza mwenzako, wakati wewe utakufa, tutakuja kweli? Ndio kuna mwimbaji aliimba, nyanga ndivandio, nyanga ndivyandio, nyanga. Yaani kuna siku wewe utakuwa kama huyu mama. Lakini kama umezunguka, imani yako haiko imara, watu hawataweza kukuja. Mungu ni mwema. Simama imara katika imani yako. Kuna wengine wako na sanamu ya kuzunguka kwa makanisa. Leo ukiamka Catholic, kesho ukiamka Full Gospel, kesho ukiamka Catholic, kesho ukiamka KG. Umezunguka. Mungu ni mwema. Na ni wazuri sana wakati unazunguka tu unasikia wanakuimbia upendo ule ule, upendo ule wa kwanza, upendo ule ule, upendo ulienda wapi? Amani ile ile, amani ile ya kwanza, amani ile ile, amani ilienda wapi? Furaha ile ile, furaha ile ya kwanza, furaha ile ile. Wanakuuliza amani yako vile ulikuwa Mkatoliki imeenda wapi? Ndio umetubebea kusanamu kwa kuzunguka makanisa. Wanakuambia simama imara kama Shadraka, Meshaka na nani? Abednego. Simama imara. Pia mwenzako simama imara kabisa. Na umwambie wacha kujitwaka wewe. Kwa sababu tumekosa kusimama imara kama Shadraka, Meshaka na nani? Na Abednego. Wanawekwa kwa moto ambaye inawaka zaidi ya mara 7. Lakini vijana hawa wamesimama imara.
Nawe unasumbukana kidogo na mama mkwe na unasema ekhulekela babana khenje wewe ulikho chawai na Mungu ni mwema. Hiyo sanamu ya kuzunguka. Leo uko kwako, kesho umerudi wapi? Kwenu. Na katika injili yetu ya siku ya leo tunaandikiwa pia injili na Yohane. Na Yesu anafundisha na anasema, aliwaambia Wayahudi waliomwamini, mkidumu katika neno langu mtakuwa kweli wanafunzi wangu na mtatambua yaliyo kweli. Mungu ni mwema. Kwamba tudumu katika neno la Mwenyezi Mungu. Na tukidumu katika neno la Mwenyezi Mungu tutakuwa ndani yake na tutajua yaliyo kweli. Na Wayahudi wanasema sisi hatujai kuwa watumwa, maana sisi ni wana wa Abrahamu. Lakini Yesu Kristo anasema dhambi inamfanya mtu akose kuwa huru. Mungu ni mwema. Angalia huyo mzee na umwambie, wewe na hii tabia yako inakufanya wewe si huru. Dhambi inakufanya unakosa kuwa huru. Angalia mama mwenye anafanya vituko mbele ya watoto wake. Hatapata wapi moral authority ya kuongelesha watoto? Mungu ni mwema. Wewe ni single mother, wewe ni mjane, na giza ikishika efwa kubona pikipiki lewo. Maromo aroza alionende pikipiki ta. Wakati ya watoto wanaanza vituko, where will you get that moral authority ya kuambia watoto mnafanya mambo mabaya? Angalia mzee, wakati ambapo wewe unaamuka, unaonja vitu zako na unaanza kuja kutuambia bali senengira. Wengi leo umubite kweli mara kwa kupalu hiyo kayani, mara bakwe bali na unasema kwamba sena kola sina. Haki ya Mungu ewe sole homu. Umuhebela. Nyala wabo umusinde ya. Sio mundu umubite lazima akuwe na heshima. Mungu ni mwema. Kwa sababu unapotenda dhambi inakufanya unakosa kuwa huru. Angalia vijana ambao wanapoteza hapa nafasi ya kukua MCAs wa bunge. Tabia ya wazazi kimimake basasi inafanya hao watoto wanakosa kwa sababu ya utumwa wa nini? Wa dhambi. Angalia hapo mtu mwenye hapo kama kinyonga leo hapo kwa kanisa ni mzuri, lakini akikuja kwa kijiji, anaishi katika kijiji, dhambi itamfanya watu wakija kupokea ekaristia hawezi kupokea ekaristia takatifu. Na watu hao wanasema sisi ni wa Musa. Yesu Kristo anawaambia kama ni wa Musa mngefanya kama baba yenu Musa alivyo. Na wanakataa, wanasema sisi hatukuzaliwa kwa dhambi na zinaa. Anasema sasa baba yetu ni Mwenyezi Mungu. Lakini Yesu Kristo anasema kwamba ikiwa baba yenu ni Mwenyezi Mungu, basi mngetenda vile vile. Mungu ni mwema. Uliza mwenzako, wewe unaenda kanisa? Sio basi kama wewe unaenda kanisa na unasema esomu Kristo, esomu Islamu, esomu pende, mimi sijui ni nani. Lazima tabia yako ikue kulingana na imani yako. Na wengine unasema mimi ni mtu wa kitabisi. Tukienda michango hauchangi. Kukulekela kumichango lakini kukusimila huli yani. Kwa sababu hapa rogo unasema bambeleze si paparu yani. Huru si atisendi kukuleka. Lakini waache ifike kukula oliamba kato umalla wake ni kukua matai. Mungu ni mwema. Mbia mwenzako hiyo tabia ni mbaya. Na umwambie watu wa kitabisi tuko na tabia yetu. Na tabia yetu ni kutembea pamoja. Kuna mwingine aliimba akasema, dunia itapita kila kitu kitabakia, binadamu ni mchanga, itabaki milele milimae. Uliza mwenzako ni milima gani itabaki? Leo mama huyu tunaenda kumwekea mlima ya sasa. Kukaburi kwangu na kukaburi kwako ndio milima ambayo itafanya nini? Itabaki. Ishi na mwenzako vizuri. Mai na wala mwikulu hesi ya baki mwi wala baki mwi habaruka. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, naomba tuweze kutulia tutafakari neno la Mungu ambalo tumeshirikishwa.
Wale wamejiandaa kwa sala za waamini, tafadhali tujongee mbele, tusimame wote. Chira mnasae Patri. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuombe kwa ajili ya kanisa. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tukakuwa wa Kristo. Tunaomba kwamba utuzidishie imani. Haya yoyote waumini wako, viongozi wetu wanaotueleza, wanaotuombea, yazidi kudumu katika nyoyo zetu, ili tupate kugeuza mienendo yetu, ili tuwe wema, tukatende mema, ili mwisho wa dunia tukaweze kufika katika ufalme wako wa mbinguni. Bwana, tunakuomba. Usikie. Ombi kwa ajili ya serikali yetu. Mwenyezi Mungu, ni wewe ulituongoza tukawachagua viongozi wetu. Mungu, shusha Roho wako Mtakatifu awe ndani mwao, wawe na usemi moja, mipango moja, wawe na Baba ushirikiano, ili hata na sisi tulio chini tuweze kupokea matunda ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu, twakuomba utusikie. Ombi kwa shida mbalimbali, hasa magonjwa. Mwenyezi Mungu, ni wakati ulimwema, nachukua wagonjwa wote na wakabidhi mikononi mwako. Tazama nyama zao zinaumia nje na ndani. Mwenyezi Mungu, ukaweze kuwatumia malaika wako watakatifu, ukaweze kutuma damu yako takatifu, ili dawa zote wanazozitumia Mungu Baba wakaweze kupata uponyaji, na wakipata uponyaji sifa na utukufu zitarudi kwako. Mwenyezi Mungu, twakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, twakuomba wasafiri wote waongoze katika safari zao, wakirudi salama. Baba Mwenyezi, jina lako ndiye mwokozi wetu. Mungu Baba Mwenyezi, twakuomba usikie. Ombi kwa ajili ya familia. Mungu Baba, dasama umemchukua Mama Jane, ambao tulikaa na yeye, tukakula na yeye, tukajesa na yeye, hata tukasoma imani moja na yeye. Na tasama Baba mwema, umemchukua. Kama familia tumepata biko kubwa, lakini tunakuomba utupe matumaini ya kwamba kila mmoja wetu aliye akijua hata siku moja hatakuwa kama Mama Jane. Mungu Baba, twakuomba. Ombi kwa ajili ya neno ambalo limepita katikati yetu. Mungu Baba Mwenyezi, na kuomba wasaidie wale ambao wamesikia hilo neno, ili waende watumie neno hilo vizuri, ili liwasaidie maishani. Bwana, twakuomba. Lisaba omyoyo kili mupurikatri huhiraho kumoyo kwa marehemu Cheni wele Papa ewo bamanyile nga wanatamu kuzibala kuno banyala bepera mu bumayano ne Papa kumanyile kuli ewo wakuvukilira ukuwasile khelo
papa sima obabele bosi asa lukali maicheni sayikhubize bino oli mulukendo lwe khukhwichengo khumanyile khuli kumoyo kwewe kwolakhale niye woli nebusa kumubili kwewe kulekha kwichabise bino nosima okwakanile mala okure mundebe elindakatifu omuntu bani alala nende bamalayika nebachilile khukhwimba muluyali nembesu kikindi bwesi khukhabe khulukendo olwo mala abe malayika okhwakanile efwe nenaye mwikulu uwele okhusaba. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tumeomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana Mungu Tusimame wote kwa matoleo. Kwaya. Moyo wangu
Tafadhali tuje laini mbili. Asante. Tusimame wote. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Jane Haram Mwangozi, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi ili amfikie na kumwona yeye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi.
inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wote na watakatifu wakuu tunakusihi, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana, 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 mbinguni, Hosana, mbinguni, Hosana, Hosana, mbinguni. Alikipa anayekuja, jina lake Bwana Mungu. Alikipa anayekuja, jina lake Bwana Mungu. Hosana, Hosana, mbinguni, Hosana, Hosana, mbinguni, Hosana, Hosana, mbinguni, Hosana, Hosana, mbinguni. E Bwana, kweli umtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kwa kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe na la milele takayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na utukuza utukufu wako mpaka utakapokuja, mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu. Na maombezi ya na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wako na maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linaosafiri hapa duniani, na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Mark Kadima, pamoja na maaskofu wote, makuhani wote na watu wanaofanywa kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Jane uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe miili kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mupeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Tenda dhambi nyingi, si stahili kweli uingie kwangu, useme neno tu na roho yangu ipone. Amina. Sala ya kutamani. Roho yangu inakutamani Mungu wangu, ndiwe mwenye kunifurahisha, ndiwe mwenye kuniletea heri. Unionee huruma, unifanyie neema kuu, uje kuniangalia, uje kukaa kwangu, nami nikae nawe. Amina. Chakula cha uzima,
Sala ya Mtakatifu Inyasi. Roho ya Kristu initakase. Damu ya Kristu inifurahishe. Maji ya upavu wake Kristu yanioshe. Mateso ya Kristu nguvu yanisidishie. Yesu mwema, unisikilize. Katika madonda yako unifiche. Usikubali nitengwe nawe. Na adui muovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite. Uniamuru kwako niche. Na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tusimame wote kwa sala baada ya komunyo. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu Mama Jane Hara Mwangozi afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa sadaka hii, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Wimbo wa shukrani. Makofi, makofi. Sina kulipa wewe. Asante, asante.
Asante, naomba sote kwa heshima sana tuketi kwa muda mfupi. Mungu ni mwema kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema, hiyo ndio hali yake. Amina. Ningependa kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Mama Jane na kwa kutujalia sote fursa kwamba tumefika hapa kwa ibada hii ya mazishi, ibada ya kuombea pumziko la amani la roho yake. Ningependa kuwashukuru wote kwa kuwa watulivu na kwa njia spesheli kumshukuru Father Severius Erubot kwa kukubali kutushirikisha katika ibada hii na ndugu zangu mapadri kufanya celebration katika ibada hii. Asanteni sana. Ningependa watoto misa wote wasimame wapunge mkono. Wahudumu wa altari, asanteni sana. Ningependa walimu wote wa dini, kwa sababu mwalimu Cornelius ni mmoja wetu. Walimu wote wa imani, tafadhali tusimame tupunge mkono. Asanteni sana, na nitamuomba mmoja kati yao, mwalimu, njoo kwa ufupi sana useme asante kwa niaba ya walimu wote wa dini. Mapadri wetu wapendwa, asanteni kwa kutushika mkono, kwa sababu mwenzetu malalundi bakoki utilio mkhasi ulibulume kunyoro kundi wandasi, lakini kwa Mungu yote inawezekana. Asante kucha kwenu, asante. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kulinda ndugu yangu, brother yangu wandasi bakakuombereshe bali imomo kasukundita ya kama busabwe naori wela manyire nikakakole. Asante mlio muno bakatikista mlio kuja kwa wingi. Niko na mandugu zangu kutoka Eldoret, simameni tu waone. Asanteni, asanteni, Mungu awabariki. Asante Father. Asante mwalimu. Ningependa kutambua uwepo wa seminarian wetu Andrew kutoka Kimwanga, tafadhali punga mkono. Asante. Kuna watoto wawili hapa, Jacinta na Pauline, mmoja wao anasoma kule Turbo Girls. Ningependa wale kutoka Turbo, we recognize you, simama tumpunge mkono popote mlipo. Wale kutoka Laikipia University, asante, tunawatambua, asanteni sana. Watawa wetu tafadhali, naomba mje hapa mbele tafadhali. Kwa ufupi sana watueleze jina na kule wanafanya kazi. Poleni sana. Tunapoomboleza kifo cha Mama Jane, tunamuombea apate rehema kwa Mungu. Mtawa Jane leo na huduma Fihiga kutoka Mianga Parish. Murie na mwesi mulembe kimilembe kema icheni. Asandi esebali Sister John Mary na mena para ne Mungu muno mwefwe kulinende libera likalisana kutibisia maiwefwe Jane. Father nende family, poleni. Wa Kristo wote, wa marafiki zetu, karibu nyumbani, na asante sana kwa kushinyima kwa kila kitu. Asante kwa kusimama na familia. Asanteni watawa, kwa heshima sana na wakaribisha ndugu mapadri mmoja baada ya mwingine. Mubonanga bakulundu betile bakali khubera busime khu family ino, khubera lisubilile Mai Jane. Nono naomba sana kuanzia kwa ndugu yangu Wakoki Father Lucas, tafadhali. Walimu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Mulembe kala ako. Tunasema pole sana kwa familia, hasa mwalimu Cornelius and all. Mungu Mwenyezi awafariji na awape nguvu wakati huu, tukiombea roho ya Jane iweze kupumzika kwa amani. Father Lucas Juma Fernandez.
na hudumu parokia ya St. John Paul II Muskoma, lakini anusa lingo naona weza kuliala kala ako. Thank you. Baba paroko, familia, mapadri wenzangu, sisters, community, Mwalimu Cornelius, Bakristo mwesi mlembe. Mlembe lundi. Unabali Father Mwami, Okwameki Mwanga, na Koroneli tulifanya naye kazi kule mwanzo. Kufanya kazi kabisa. So niliposikia kwamba amefiwa na niko jirani, si vizuri we jirani mwema mara nechile. Kwa hivyo asanteni, pole, raha ya milele umjalie Jane Bwana, pumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana sikapole. Mimi naitwa Father Evans wa Hongola, Omukimwei Omutolome. Asante sana. Nitoka Kitale, nafanya kazi Cherengani kabisa. Mungu ni mwema. Kawaida wanasema baba akiongea next wanaita mtoto. So huyo ni baba yangu, huyo wa Hongola. Father Nyongeza pia ni baba yangu, na ukiangalia kichwa vizuri tunafanana. Hata sauti ni karibu ikuwe sawa sawa. Si ni kweli? So esekuma sinabali Father Silas Juma Wandabwa Omukimwei Omutolometi Omwiwana Mumia. Hayo ndiyo majina yangu. Mimi ndiye father mdogo kabisa kwa hao wote. Baba paroko wenu alikuwa mbele darasa yangu na bakoki yake. So mimi niliodainiwa juzi. Kwetu ni Kitale, mahali penye inaitwa Kolongolo. Kwa sasa nafanya kazi parokia ya Mtakatifu Ngondwe, Ponziano Ngondwe, iko Gatua. Kama unajua mahali inaitwa Gatua Kitale, karibu na prison hapo hivyo. So ukifanya makosa na wakulete Kitale, tutakuwa tunakutembelea, maana mimi ni jirani huko. So ishi vizuri, usikuje ukakuwa jirani yetu. Mungu wa amani awabariki. Bakulundu befwe basime, basista, babalimu, ne ba Kristu mwezi, ne basale, ne bajirani be family ya mwalimu wange Cornelius, nende mai marehemu mulamwa wase Jane Pole Lukali. Kumasina bananga bamba kamasina ko mukikwame tibali Inyasi, Samuel Omukimwei Omutolometi, Salwa Musikosya Amasielo, ngahole ndi Khaloma Lukali tasakira kwabe yano mubalyuli, n'abasima kwicha kwimane family ya mwalimu Cornelius, nabayetana nende mwalimu Justus, nende mwalimu Cheyewa, mwalimu kuna mwalimu Crisandus Baliano, nibo banyakira kwise ne babyalea bali kumulango. Nengo bona mwalimu Kerusya kimyaka kino paka omundu akhule kolenga nolirenti mai yunekasi niye kahora kamule khula chakholele we sekhawulile kaisi bali achile wabweta namwe sisikha shekholoye baki mwibe khale bali mayarela kukatekistamba hacha kukasi jichewe busata. Mwalimu akholile kasi ngali khulanda shalikhwa khubera maibele katile family kamule khakholele we. So mungile ngali khwakhusikha nende malaka ka mwalimu nafasi ka imbata onasi bandu bakali babakonge bange katika imani tuko wengi. So nabelelwe mwalimu kala lakini imara katika imani ne babana paka omwana aliyo ali Israeli nomana niye muliyo
muluma watoto shirikiana na baba nolu lusoleli lwawe saile maika maimba ya ima chihu singa vipwakuli mukhale khalundi kacha bali akikona ile maikata ile maika mwabele ne samwene ndumukhulu ndumu missionary mwishirika bali Augustinians of the Assumption khore kasi Eldoret lakini ngo khuli ndalu skimu khwauya nabone bakimwene chile siko sie babe wakasiri balimo nendano ndi mungo bakimwe batolometi na undira ko balakukhola kamali lakini imara katika imani. Asante sana. Padri Paroko Father Xavier ambaye alituongoza kwa ibada na mapadri, ndugu zangu, walimu wa dini na Wakristo wote kwa ujumla, hamjambo. Nami pia ninakuja kutoa rambirambi zangu kwa mwalimu Cornelius. Nilipata kumjua, nilihudumu katika hii parokia na tukafanya kazi na yeye pamoja, na alinijulisha mama alikuwa mgonjwa na tulikuja kumuombea mama kwa nyumba. Lakini kile ninakushukuru ile moyo wako, mama ni mgonjwa lakini bado una imani na unachapa kazi. Ulifanya kazi nzuri sana, animate the Christian community. Kumbe nyumbani mama unaugua kwa roho, lakini kwa sababu ya imani umesimama imara. So pamoja na jamii, watoto wako, Father Constant, tunasema pole. Mama pumzike kwa raha ya mlele, umpe Bwana mwanga wa mlele. Mama Jena pumzike kwa amani. Poleni sana. So tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Wanasema hivyo Wili. Pole, unajua uzee kiingia unasahau. Naitwa Father David. So asante sana Father David, asante sana paroko wetu Father Geoffrey na manduku mapatri wenzangu. Nadhani sio rahisi na ikuangi rahisi kuwe na mashishi pengine kitabisi au kimwanga au kimaitina, kuwe na mapatri wengi, si ni ukweli leo? So tunashukuru. Na kabla sijaendelea, pengine naweza kujisahau kwa majina. Mimi naitwa Father Constant ya kupatiswa Kibabii, Mark ya Kipaimara Kibabii, Nyongeza ya kusaliwa Jumamosi. So na hutume Eldoret, maybe that's why watu wengi wanijui sana huku, sijaishiishi. Lakini huwa nakuja sendio. Nimetembea na Wakristo wangu. Najua sasa walisema hapana Father, lazima tukusindikishe. Kuna parish mbili ya Majengo na parish ya Kiplombe. Wamekaa huko nyuma, sasa wakisimama mtawaona. Maybe tuwaite tu katika moja tu alafu warudi, si ndio? Mtawaona watu wa Kiplombe na Majengo karibu. Tulitembea mpaka walimu ili niliwaambia nikatikisa mwenzenu Kiplombe. Hata mnaweza kuja na wimbo yetu ya nyumbani. Pole tunaharibu program, lakini hawa tu sina wengine.
Aya, asante. So hawa kwa niaba ya Wakristo, na kumbe hata kuna katikisa mumama ambaye hakufaa, alikaa na Wakristo wenzao. Tulitembea na makatikisa watatu na viongozi wa parokia, parish councillors, wa majumuiya, ndio hawa kutoka Eldoret. So maybe kwa niaba tatika moja tu tupee chairman wetu hapa, moderator. Tatika moja. Yeye ni askari, sio mwanasiasa. Tatika maneno mawili tu. Tumsifu Yesu Kristo. Mapadri wetu, baba paroko wetu ambaye tumekuja naye, Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Sisi tumetoka, mimi pia nimetoka Kublombe Parish, ambaye baada nyongeza ndio baba paroko wetu. Tumeandamana na yeye, tumekuja kusema pole kwa sababu tuliona hakuna haja tuwaje yeye peke yake. Ni mzuri tukuje tuseme pole na tuwe na nyinyi siku ya leo. So poleni sana, pole sana Pata na watu wa familia yako. Asanteni. So asante sana. Moderator wa majengo tatika moja pia wamekuja parish mbili. So kwa mapadri wetu, familia ya Katekista na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja kwa sala. Sisi vile vile tumetoka kule Eldoret, tulikuwa na father kwa parishi yetu, na akiwa kule Eldoret tunajivunia yeye ni father wetu kwa sababu alizaliwa kwa parishi yetu. So tukaona tutembee kwa pamoja tuweze kuja hapa kuweza kuwatakia pole kwa wakati huu mgumu ambao tumepoteza mama yetu, lakini kwa sababu sisi ni Wakristo tunajua ya kwamba hii ndio mpito, hii ni njia tu ya kutuwezesha kufika kwenye ufalme wa mbinguni. So ni kuwaombea wakati huu mgumu na Mungu aweze kuendelea kuwa nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. So asante sana Wakristo Eldoret. So kabla sijawainda Father Lucas kidogo tu, Father Silas, Father Ignatius, Father Evans, hebu kidogo tu. Bali mahuagano nani wadena sendise ni wadena. So kwa maajabu katika shamba la Bwana, naye Mungu akawatembelea baki mwaiba Torometi jimbo kwa chinonga kuivile sa chino kwezi batoro malasa kutoshia. So Father Omutolometi, Father Ignatius Omutolometi, nena sene ivililo Omutolometi na kufunga last born wali Silas Mahanu waliaula. Nono waliaula ano wale wanani? Kukake ambaye najua watu wa huku Kitabisi hawajui ni kijana wa waliaula, ambaye kwa kitambulisho yangu waliaula kitambulisho yake tuko mapatri wawili kutoka Boma moja, mtupigie makofi. Ndiye amepata upadrisho juzi yako tu mwezi moja, hata tangu report benye anafanya kazi hajamaliza mwezi. Ndio mnaona anahubiri ni kama anahubiri ya mwisho. So wasasi wake pia wako, maybe mwenye aite wasasi katika moja mjue baba yake, mnaweza kushindwa wali aula na nini yake na nani hawa. So kwa haraka watu kutoka Kolongolo wakimwiwa huko mbio na maajabu watu nafanana. So Mungu ni mwema, wacha wenyewe wajitambulishe.
Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Rosemary hapa Juma Silas, mtoto wangu namba 4. Tumsifu Yesu Kristo. Nina furaha kubwa sana kwa siku ya leo kwa ajili kukuja kuomboleza father na ndugu yangu Masinde. Pole ni father na Masinde. Ya dunia ni mengi. Mimi kwa majina naitwa Richard Juma wa Ndabwa, nyumbani ni Kolombo. Baba ya Silas. Tumsifu Yesu Kristo. Milele taima. Mimi nina furaha sana siku ya leo kufika mahali penye baba yetu alisaliwa, Mzee Christopher Mahanu Aliaula, na mimi ni mtoto yake wa mwisho, naitwa Henry Mahanu. Kwa hivyo ni baba wa Silas Lastborn. Barikiwe sana. Mungu ni mwema na kila wakati, na ni hali ya kutenga siku hii ya leo ni kwa ajili ya kumsindikisha shemeji yangu Jen. Mimi ni mtoto wa Mzee Christopher Mahanu Aliaula. Mimi ni shangazi ya Father Silas wa mwisho wa kufunga tumbo. Wakimwei pole kuti byomlosi wefwe, babana pole kuti bya mayi wenywe, ekholo yefwe kwa ujumla ne basirekere kala kuti byomlosi ino. Wela abaye kamani kwa wakati ino. Asante. Makofi kwetu. Ndio maana naitwa Omuiwana Mumia, mama ni Mteso, alafu naitwa tena Omukimweo Mtolometi baba. Asante. Yeah. So yangu ningependa kuchukua nafasi hii kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu aliyetenda siku hii, aliyepanga yenye tumefanya siku hii ya leo. Ya pili ni kushukuru baroko wetu Father Geoffrey, mapadri, ndugu zangu, makatikista kwa ajili ya ndugu yao, katikista mwenzao, ndugu yangu Cornelius, ambapo mara mingi nimekuwa mimi nikitoka Eldoret, najua niko na mama nyumbani. Kwa maana mama wetu mzazi Mungu alichukua yeye akiwa Eldoret mwaka wa 2003. So Jen ndiye amekuwa mama yetu. Jen mimi hata angeniita kama father, angeniita kama mtoto. Kwa maana yeye alikuja kwa boma yetu mimi nikiwa kijana. Si mnaelewa kama mwenye angali kwa kijana. So sasa ameenda, haimaanishi sasa pombe itakuwa imeisha. Numeambiwa anyway, maisha ni yako. Because sasa nitakapokuja hapa mmoja wetu lazima anachota maji na mwingine juu sasa wote hatutakuwa na familia. Otherwise tunasema asante. Tunashukuru wote watu wenye wanatoka kila mahali. Tunajua hatutataja kila mmoja wenu. Kwanza ni kushukuru madaktari ambao walimshughulikia kutoka Eldoret, Bungoma, ambao kila mmoja wenu ametenda katika boma letu. Na kwa wakati huu tunapotamatisha sherehe hii ili tusindikize mama yetu, shemeji yangu, ili kila kitu ishe, na tunasema asante. Tunasema asante kwa wale ambao wamejaribu kwa ajili ya kwaya yetu ya Kimaiti, Guardian Angels, kwaya kutoka Mianga, kwaya kutoka Kimanga ambayo ilikuwa ni parokia yetu ya kwanza iliyotuzaa, ikazaa Mianga na sasa inazaa Kimaiti, ili kwa hiyo umoja ambao mko nao. Asante sana kwa CWA. Mnaitwa Siwa. Kwa kupoteza mama mwenzenu, Wanalecho kupoteza mwenzenu katika sala zenu za lecho, na kila mmoja wetu. Ni kuambia watoto Zai, Eric na wenzako. Kuna Tom, kijana wa Cornelius ambaye yaishi hapa, wanaishi kule Israel. Angekuja lakini kwa sababu mambo ya visa, angekuwa Mombasa, angerukia tu hata Gossip basi angefika. Lakini kwa sababu mambo ya ndege lazima wa-apply na visa ichukue miezi 2. So yeye akawa mwepesi na akasema hata nikiwa siku hizi nje, hata vile naongea hivi hawa wameniangalia, lakini anatuona huko kila kitu chenye kinaendelea.
So ndipo akaona ya kwamba ni vizuri yeye tufanye kila kitu, na alikubali tuzike mama yake. Watoto wasichana kuanzia Anna, Ruth, Jesinda na Pauline, mama yangu, mjipe moyo ili mambo haya yanafanyika na huwa yanafanyika kwa kila koma. Singependa nichukue nafasi sana, nasema asante. Mtakaporudi, mtakapofika mahali penye mnaenda, msiji kutuombea na kuombea familia yetu. Karibu sana, karibu. Sifa za Mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya Wakristo wa parokia wa Holy Guardian Angels Kimaeti, Mwalimu Cornelius, tunakuambia pole kwa kupoteza Mama Jane. Zoezi la muhimu sana kwa maisha yake ni ibada hii ya mazishi ambayo tumeadhimisha, na tunaamini Mungu amepokea sala zetu na atamjalia dada yetu pumziko la amani. Ndugu zangu mapadri na watawa, I don't take it for granted that you sacrifice your time in your busy schedule in your respective places of apostolate to join us to condole with the family of Mwalimu Cornelius. Thank you so much for the gesture. Wote ambao tumefika hapa waombolezaji, na washukuru sana. Nawashukuru sana. Mimi naitwa Father Geoffrey Nyongesa Wabwile, nafanya kazi katika parokia hii ya Kimaeti. Nawashukuru sana. Parokia hii ilianza karibu mwaka mmoja uliopita. Ilizaliwa kutoka kwa parokia ya Mianga, na msimamizi wa parokia ya Mianga ni Father Herbert ambaye ametuongoza katika ibada hii ya misa. Na padri pioneer mwanzilishi wa parokia hii ni Father David Etiang ambaye yuko pamoja na sisi, na baada ya uhamisho wake kwenda kule Angorom, mimi nikaja. Nawashukuru sana ndugu zangu Father Herbert na Father David. Nawashukuru wa Kristo sana. Kwa heshima, Father Herbert, tafadhali ujitambulishe kwa hawa watu wa Mungu na utupe baraka ya mwisho. Mungu ni mwema. God is good. Mahujaji wa matumaini. Padre amesema nijitambulishe. Mimi naitwa Father Saberius Herbert. Saberius ni jina ya Kilatini, alafu Herbert ni jina ya Kiteso. Tumekuwa hapa na Padre Muyaha, Mulundu Muyaha, si ndio? Nilipokuwa Mkura, yeye alikuwa mwanafunzi primary ama secondary, alikuwa anakaa huko kwa wajomba Katira, huko Igara ya Mkura. Kwa hivyo nimefurahi kuona alifaulu akawa padre. Makofi kwake. Alafu nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Padre Geoffrey Nyongesa kwa kunipa nafasi ya kuongoza hii misa. Yeye mwenyewe angeongeza, lakini akasema mimi mzee nifanye hiyo kazi, ndio. Kabla sijakaa, nataka kuita watu kadhaa hapa ili muone tu. Ni Arsenal na Father David kidogo tu, kuita mbele kidogo. Just a minute. Ili tuone muujiza imefanyika. Father Jeff pia kuja. Wacha huyu kuja. Alafu nataka wa Kristo waone kama mnakumbuka hao watu. Alafu Father Lucas siku yako. So wakati tulifungua parokia mpya, hawa ndio walichangia pakubwa, si ndio? Makofi kwao. Hata nikipita hapo naona kanisa imeng'ara sana. Napongeza hawa watu yangu. Nazidi kuwaombea, na pia nyinyi muendelee kuwaombea kazi nzuri ambayo wanafanya, si ndio? Waendelee popote pia wanafanya. Asanteni. Alafu tuko na Father Romanus Bakoki yangu, pia alikuwa hapa zamani. Hebu kuja kwa Father watu wakuone. Alikuwa hapa zamani na sasa amerudi tena. Unakumbuka? Yeye alikuwa hapa mwaka gani Father? Alikuwa hapa mwaka gani? Alikuwa hapa 98. Alafu sisi tulikaribisha 1995. Kwa hivyo mwendelee kutuombea. Sasa hivi tunamalizia miaka 31 katika kuhubiri Injili. Asante Father. Jambo lingine,
Nashukuru mwalimu Cornelius, anaitwa Cornelius Bartimeus Masinde, hapo na majina mingi. Pole kwa kupoteza Omuhai, sio? Sisi tunakuombea. Asante pia walimu wengine kwa kuja, tuendelee kuchapa kazi. Asante masista, tumefanya kazi pamoja na Wakristo wote. Tuko katika parokia mpya ya Kimaiti, sio? Tuendelee kuomba ile kazi nzuri ambayo inafanyika kwa hiyo parokia, sio? Tusichoke, tuendelee tung'arishe, ili karibuni tuite baba askofu afungue parokia bila kufungua zingine. Ama napongeza Wakristo wa Kimaiti, naona mnafanya kazi nzuri, mutie bidii. Labda kupitia kwa maombezi wa huyu Mai Jane, tuweze kuchapa kazi kwa bidii sana, tuharakishe ama ili tukue parokia full. Nafikiri nikwamie hapo kwa leo. Nasema asanteni sana, Mungu azidi kuwabariki. Bariki raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Amina. Tusimame kwa sala.